Msanii wa Afrobeat Bayani kutoka Nigeria ambaye yupo chini ya lebo ya Don Jazzy ambao ni Marvins, yupo nchini Tanzania akiendelea na harakati zake za muziki, akifanya interviews lakini pia kutangaza kipaji chake na kazi zake kwa mashabiki wapenda muziki Tanzania. Na akifanya mahojiano na baadhi ya vyombo vya habari, amefunguka ya kwamba Bongo Flava tayari imeshafika kiwango kikubwa ambacho wasanii wa Tanzania na wasanii wa Afrika Mashariki wanatakiwa sasa kuamka na kutambua ya kwamba wao ni wakubwa. Umeona? Ameongea hayo akiwa anafanya interview na moja ya vyombo vya habari na kusema ya kwamba kuna baadhi za sehemu ukienda sasa hivi nchini Nigeria utakuwa unasikia muziki ambao una asili ya Afrika Mashariki. Umeona? Amesema ya kwamba design kama wasanii wa hapa bado wao hawajui ukubwa wao, yani hawatambui ule uwezo ambao wao wanao kwenye kiwanda cha muziki Afrika. Akiongea na vyombo vya habari amesema ya kwamba baadhi ya wasanii kama vile Diamond Platnumz wamenyanyua sana kiwanda cha muziki Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, hivyo wasanii wanatakiwa kutambua ukubwa ambao wanao na kuendelea kufanya kile ambacho wanatakiwa kufanya kwa umakini zaidi. Lakini pia alijibu swali kuhusiana na issue ya yeye kwa nini hajasign kwenye label ya Davido DMV, na akasema ya kwamba Davido alikuja kuonyesha nia baadaye, mwaka mmoja baada ya yeye kuwa tayari ameshasainiwa na Marvins. Umeona? So design ni kama vile Davido alikuwa amechelewa ama alichelewa kuonyesha nia ya kumpata kijana huyo, na mwisho wa siku akajikuta yupo Marvin. Lakini pia alisema kwamba hawezi kuondoka Tanzania bila kufanya kazi na S2 Keys. S2 Keys ni producer mkubwa sana nchini Tanzania na right now wanatamba na ngoma nyingi kama vile Koma Sava ambayo imefanya vizuri sana kimataifa na kupendwa sana na watu tofauti tofauti duniani. Hivyo kwa S2 Keys hii inakuwa ni kama shavu vile kwake, kwa sababu Bayani amesema kwamba hawezi kaondoka Bongo bila kufanya kazi kuingia studio na producer huyo. So tusubiri tuweze kuona ni kitu gani ambacho wanaweza wakakifanya. Na kama unavyofahamu, ushindani wa Wizkid na Davido ulipelekea mpaka Bayani naye kuuliza swali yuko upande upi, na akasema kwamba kati ya Wizkid au Davido yeye hawezi kuchagua yupi ni bora, so bora tu akae kimya. Design kama amewacha mashabiki waendelee kuwa na mvutano kati ya Wizkid na Davido ni nani msanii bora Afrika. Usisahau kusubscribe, kulike na kufollow PJ Classic.